Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, mradi huu wa kituo cha afya Iunga Mapinduzi unategemea kugharimu kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 650 hadi kukamilika kwake. Mradi huu unatekelezwa kwa nguvu za wananchi, mapato ya ndani ya halmashauri na wadau wengine wa maendeleo, matumizi na mapokezi ya fedha. Hadi kufikia mwezi Mei 2025, jumla shilingi milioni 38,350,369 zimepokelewa na kiasi cha shilingi milioni 38,278,984 kimetumika, ikiwa ni michango ya wananchi, mapato ya ndani ya halmashauri na wadau wa maendeleo mbalimbali. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, mradi huu utakapokamilika utakuwa na manufaa yafuatayo. Utasogeza huduma za afya bora zaidi kwa wananchi, hasa kuzingatia wananchi wanaofuata huduma hizi katika vituo vya Ilembo, Santilia na Ifisi. Wajawazito watakaotakiwa kupata huduma ya upasuaji wataipata huduma hii hapa katika kituo cha afya Iunga Mapinduzi. Kutapunguza wimbi kubwa la wajawazito kujifungulia majumbani na wakunga wa jadi, mazingira ambayo hupelekea vifo vya watoto wachanga na kina mama. Lakini jengo hili unavyoliona, nguvu ya wananchi imetumika sana kuanzia mwaka 2009 mpaka leo hii ndio unaiona sura hii ya jengo hili. Kwa hiyo wananchi, kupitia nguvu ya wananchi, wamefanya kazi kubwa sana. Lakini la kwanza ningependa niseme hapa kuna zahanati. Hichi ni kituo cha afya, mimi nimekuja. Lakini lengo letu kitoke kuwa kituo cha afya, kitoke kuwa zahanati kwenda kuwa kituo cha afya. Uongo kweli? Sasa ndugu zangu, nawaelekeza halmashauri ya wilaya hii ya Mbeya vijijini kuhakikisha kwamba mwezi wa 7 tarehe 10 walete milioni 200 hapa kujenge. Sasa kwa kuanzia wanatakiwa walete milioni 20 hapa wiki ijayo. Kwa hiyo milioni 20 zinatangulia, milioni 180 zitakuja mwezi wa 7 tarehe. Sasa milioni 20 tunaanza kituo cha afya. Naelekeza hapa zahanati ianze tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2025. RMO yuko hapa. Watamleta mganga aanze hapa, huduma ianze iwe nzuri, watu waweze kutibiwa hapa. Sasa hapa nimesema milioni 20 zije, lakini zahanati ya Madugu sasa naelekeza milioni 10 zikamalize pale zahanati ya Madugu, nayo ianze tarehe 1.